1, 2, 3, 4, 5, mkono mzima umetimia. Yanga wamecheza hii game kimkakati sana. Uwepo wa Dube na Depu kiwanjani maana yake muundo wao unabadilika kutoka 4-2-3-1. Kama kawaida yao unakuwa 4-4-2. Kwa nini? 1. JKT Tanzania walikuwa na idadi kubwa ya wachezaji eneo la chini na hasa kwenye mstari wao wa mwisho. Walichokifanya Yanga ni kutengeneza idadi sawa au overload wakati wa transition na walifanikiwa. 2. Yanga na 2-3. Wakati wanafanya build up, Duke Abuya ya CBS, then Zimbwe na Mwenda wanakuwa naye mstari mmoja, then Muda na Dube kama namba 10 wawili nyuma ya Depu. Kuna nyakati Yanga wanakuwa na mstari wa wachezaji 4 hadi 5 kwenye kiungo cha JKT. Rahisi kwao kuunganisha pasi zao na kufikia eneo la mwisho. 3. Positioning ya Dube uwanjani iliuliza maswali magumu kwenye kiungo cha JKT na ndio ilikuwa chief code ya Pedro Gonçalves. Anapokea mpira kwenye half space, uwezo wa kucheza kwenye nafasi finyu, anashambulia nafasi vizuri, then uwezo wa kuunganisha mashambulizi, link up player. Nafikiri JKT walikuwa na plani nzuri sana kwa kuwa na idadi nzuri ya wachezaji kwenye kiungo na hawakupata shida kuanza build up yao, lakini tatizo lilikuwa ni wanachelewa kwenye matukio, wapo slow, hata pressing yao haikuwa sharp. B. Movement na positioning ya wachezaji wa Young Africans ndio ilikuwa swali gumu kwao na walipata adhabu kwenye makosa hayo kwa sababu ya kuchelewa kwenye nafasi na kuruhusu 1v1. Young Africans kipindi cha pili waliboresha game yao na kufanya vitu vya kimsingi zaidi. Kuongeza ufanisi mbele ya goal runners, eneo la mbele. Wachezaji wa mbele wanahitaji mpira kwenye nafasi na sio mguuni. Usahihi wa pasi zao, pressing yao ilikuwa bora. Notes: 1. Dube anatoa msingi sahihi kwa Yanga kutengeneza hatari eneo la mbele. Ni moto sana. Ametengeneza magoli 2 pamoja na kufunga 1. 2. Duke Abuya, utulivu wake akiwa na mpira mguuni, super. 3. Depu anafunga goli lake la 5 kwenye NBC Premier League. Anafanya kazi yake vizuri sana kiwanjani. Ni moto kwake. 4. Mudathiri, pressing ya timu bila mpira ni moto. Kuna zile penetration passes zake. Ni moto. Zimbwe JR, goli, Mwenda 2 assist. Young Africans 5, JKT Tanzania 0. Macho yote sasa Young Africans wanaelekeza katika mchezo wa tarehe 1 Machi mwaka 2026 katika uwanja wa New Amani Complex ambako watawakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba kutokea pale Msimbazi Kariakoo majira ya 2:30 usiku katika uwanja wa New Amani Complex ambapo Young Africans ndio mgeni wa mchezo ule. Zimebaki siku chache kuelekea katika mchezo huo, huku Young Africans ikiwa na mwendelezo bora kupata alama 3 kutoka kwa mnyama Simba Sports. Simba atajipangaje kuenda kuvunja uteja mbele ya Young Africans katika uwanja wa New Amani Complex Machi 1, dabi ya Kariakoo? Itakuwaje? Malkia wa soka tukuletea updates mbalimbali kutokea huko Zanzibar. Endelea kusalia nasi, usahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, endelea kusalia nasi. Mimi ni Queen Liz, wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.